Umepata milioni 3 unataka kwenda kujenga. Sikilize, milioni 3 sio hela ya kujengea. Kama wewe ni mfanyabiashara, kama wewe ni mtu ambaye unahitaji kukuza uchumi wako, kama wewe ni mtu ambaye unahitaji kuishi maisha mazuri, kama na wewe mtu ambaye unahitaji maendeleo, milioni 3 sio hela ya kujengea. Milioni 3 ni mtaji wa kuendeleza biashara yako, ni mtaji wa kukuza biashara yako, ni mtaji wa kuendeleza, sio hela ya kwenda kujengea, kwa sababu nyumba sio asset. Nyumba ni kitu ambacho kinatumia pesa, kinapokea pesa, akirudishi. Hela unayojengea hairudi, inaenda moja kwa moja. Labda kama wewe umejenga nyumba ya biashara, iwe loji au hiyo nyumba ya kupangisha. Sasa ndugu yangu, milioni 3 huwezi kujenga nyumba ya biashara, na hata hiyo nyumba ya kuishi milioni 3 pia huwezi kujenga, kwa sababu hutaimaliza. Utajenga nyumba tu fulani ya kawaida na hutaimaliza, bado tu itaishia njiani na hiyo hela itakuwa imeshatumika. Sasa ndugu yangu, kuliko kuenda kujengea hiyo hela, hiyo milioni 3 itumie kama mtaji wa biashara. Kaa chini, tulia, angalia biashara, jifunze huku hela ukiwa nayo, itulize tu, jifunze taratibu, ujue biashara gani ya kufanya, kitu gani cha kufanya ujue, ili hela uiwekeze, iendelee kuzalishwa, iendelee kuongezeka. Alafu habari ya nyumba utaianza baadaye, ukisogea, ukishakuwa na hela kidogo iliyosogea, walau ikiwezekana, walau uifike hata milioni 15 hivi. Hapo sasa unaweza ukaanzisha ujenzi kwa awamu kidogo kidogo. Ukifikia kuanzia milioni 15 hivi, walau unaweza ukaanzisha ujenzi kwa awamu. Nyumba kuishi ukajenga kidogo kidogo kwa awamu, sio kwa hela yote. Ukawa unajenga tu kwa faida inayotokana na biashara yako. Yaani kila mwezi unapeleka material fulani, kila mwezi unapeleka material fulani za kiasi fulani cha hela, kila mwezi unapeleka material fulani. Kwa hiyo mtaji unaendelea kuwepo na hiyo nyumba inaendelea kuendelea, na huku maisha mengine ya familia yanaendelea vizuri. Kama una familia, familia yako inaendelea kuishi vizuri, wanakula vizuri, wanapata mahitaji yao, wanaenda shule. Lakini sio ndugu yangu, hela yote unaenda kuimalizia kwenye kujenga, afu nyumba yenyewe haiishi, alafu unapitia tena maisha magumu. Mtaji una, biashara una, huwezi kufanya hata kilimo, kwa sababu kilimo chenyewe pia siku hizi na chenyewe ni aina tu ya biashara nyingine. Inahitaji pia mtaji, inahitaji uwekezaji mkubwa, unahitaji madawa, mbolea, maji, unahitaji mashine ya kumwagilia, water pump. Kuna vitu vingi kama unalima kilimo cha kisasa. Kwa hiyo milioni 3 pengine kama wewe ni mkulima, una idea kulima, uende ingekusupport zaidi kwenye kilimo chako, ukifanya kiwe kina ubora mkubwa na kisiwe kwenye mazingira magumu sana kama ambavyo unafanya au kama ulivyokuwa unafanya awali. Lengo langu sio kutaka kukupangia maisha, ila lengo langu ni kutaka kukukumbusha na kukuongezea umakini kwenye maamuzi yako, kwa sababu maamuzi ya kila pesa inayopitia mikononi mwako yanaweza yakaamua wewe uwe nani kwa siku za mbele. Uwe na maisha ya kati, uwe na maisha ya juu, uwe na maisha mazuri, au uwe na maisha mabovu, uwe maskini, uwe hoihae, uwe na hali ngumu. Hiyo yote yanatokana na maamuzi. Kwa sababu ndugu yangu, watu wote unaoona wenye hali ngumu sio kuwa hawakuwahi kupata pesa. Wameshawahi kupata pesa, tena wamewahi kupata pesa nyingi pengine kuliko hata hizo ulizopata wewe, lakini kilichowashinda ni maamuzi ya kuamua kitu gani wafanyie hiyo pesa, kitu gani wawekeze, muda gani wa kuwekeza, muda gani wa kujenga nguvu, muda gani wa kufanya kitu cha kimaendeleo. Walishindwa kuwa na hesabu kama hizo. Sio kwamba kupata pesa, watu wengi sana wanapata pesa, na watu wameshawahi kupata pesa nyingi. Kuna watu wanalipwa mishahara mikubwa sana kazini kwao, kuna watu wanafanya biashara zenye kuingiza pesa nyingi, lakini hawana maendeleo. Kwa hiyo ndugu yangu, akili na utulivu na mazingatio huo ni msingi mkubwa sana wa wewe kupata maendeleo, na kila maendeleo makubwa yanaanza kwa nafasi ndogo. Kwa hiyo usidharau hiyo pesa ambayo umeipata, usione ni ndogo sana. Kwenye uwekezaji
hakuna pesa ndogo, kwa sababu unaanza kwa awamu kidogo kidogo. Biashara unaanza kidogo kidogo, inakuwa taratibu. Ila kwenye ujenzi huko kweli kuna pesa inaweza ikawa ndogo, kwa sababu inategemea na unajenga nyumba ya aina gani. Kama unataka nyumba kabisa, nyumba inayoeleweka, 3, 4, 5 bado hazitoshi kujengea. Hizo ni hela ambazo bado za kufanya uwekezaji. Lakini kama wewe huna ndoto kubwa sana, unahitaji kuwa na maisha mazuri sana, mafanikio makubwa, umelizika labda na maisha yako hayo unayoishi, sawa, unaweza kuona 5 milioni hela kubwa ya kujengea, au 3 milioni unaweza kuona kubwa. Lakini kama wewe unataka maisha mazuri zaidi ya hapo, mimi nakushauri 3 milioni usijengee, au 5 milioni hiyo usijengee. Hebu angalia biashara nzuri ya kufanya, izungushe. Na kama unaweza kilimo, ni bora pia ufanye hata kilimo cha umwagiliaji, hiyo hela izunguke. Alafu baadaye mapato yatakayokuwa yanatoka huko utaweza kutenga kati ya mtaji wako wa kufanyia hiyo shughuli yako, na pesa inayozidi kama faida ndio hiyo ambayo unaweza ukaipeleka kwenye ujenzi, ila kwa awamu. Usikimbize sana, nenda kwa awamu. Nyumba haina shukrani, yenyewe kila siku inapokea tu hela, inapokea tu. Kwa hiyo ukiwa unaenda kasi sana, utaangukia pua. Matokeo yake baadaye utaanza kulaumu watu, utaanza kulaumu kila kitu kwenye maisha, kumbe umekosea we mwenyewe utaratibu wa kuyaendea. Kwa hiyo ndugu yangu, nimeona tu nikukumbusha haya mambo machache ambayo na wewe kama utasikiliza kwa umakini na wewe utachambua, nafikiri unaweza ukawa na ufanisi mkubwa zaidi. Maana wanasema akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Sasa akili ya kuambiwa ndio hii. Sasa na wewe changanya na ya kwako ili upate jibu nzuri, uchekeche, uchukue hatua. Kwa hiyo ndugu yangu, tuko pamoja. Lengo langu na nia yangu ni kukuona wewe unafanikiwa, ni kukuona upo juu, ili uwe mfano kwa watu wanaokuzunguka, kwa jamii yako, kwa familia yako, kwa nchi nzima na hata kwa dunia. Kwa sababu sote duniani tunakutegemea pia. Tunategemea pia kuwa wewe uwe mfano bora kwetu. Kwa hiyo asante sana.